Katika maisha, si kila ndoto huanza peke yake. Wengine huanza na urafiki. Hii ni hadithi ya vijana watatu waliunganishwa si kwa damu, bali kwa moyo mmoja na ndoto tatu. Katika mji wa Kahama ndipo safari yao ilipoanza, wa shule ya sekondari ya John Paul wa pili, Kahama. Walikaa darasa moja, walishiriki vitabu na walicheka pamoja. Josia alikuwa kimya, lakini akili yake ilikuwa mbele ya wakati. Pisgah alikuwa mcheshi, ndoto yake ilikuwa dunia ya michezo ya video. Deogratius alikuwa jasiri, akiota siku moja kucheza mpira duniani. Urafiki wao haukuwa wa maneno tu, ulikuwa wa vitendo. Walipokosa, waliinuliwa. Waliposhindwa, walitiwa moyo. Walijifunza pamoja, wakakua pamoja, na wakaamini kuwa hakuna ndoto ndogo mbele ya moyo mkubwa. Lakini maisha hayafuati mstari mmoja. Siku moja, ndoto ya Deogratius ilitetereka. Jeraha lilimwangusha, na machozi yakazidi nguvu ya maneno. Huzuni ilitanda, lakini urafiki haukukata tamaa. Kwa sababu hata ndoto ikiumia, moyo wa kupigana hubaki hai. Kadri walivyokuwa, safari zao zilianza kutengana. Pisgah alizama kwenye dunia ya michezo. Josia alijifungia kwenye teknolojia. Maneno yakapungua, ukimya ukaongezeka. Lakini ndani ya mioyo yao, urafiki bado ulikuwa hai. Walianza kutembea njia tofauti, kila mmoja akiwa na mzigo wake. Kulikuwa na maswali mengi na majibu machache, lakini safari haikuwa mwisho, bali maandalizi ya kesho. Miaka ikapita, ndoto zikaanza kuota mizizi. Josia akawa mtaalamu wa teknolojia, akitengeneza programu na michezo. Pisgah akawa mchezaji mkubwa wa kimataifa. Deogratius akawa kocha, akiinua vipaji vya vijana. Ndoto tatu, lakini chanzo kimoja. Hatima ikawaleta pamoja tena katika tukio kubwa la teknolojia Tanzania. Macho yakakutana, tabasamu zikarejea, na machozi yakazungumza zaidi ya maneno. Walitambua kuwa urafiki wa kweli haukufi. Leo wanasimama kama mfano kwa vijana wanaota kimya kimya, wakionyesha kuwa ndoto hutimia ikiwa kuna juhudi, imani na urafiki wa kweli. Hii ndiyo hadithi ya ndoto tatu zilizoishi ndani ya moyo mmoja.